Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ninashukuru kwa sababu ya nafasi nyingine ambaye Bwana ametujalia ili tuweze kuwa katika nyumba yake siku hii ya leo. Nataka kuongea kuhusu the power of grace, nguvu za neema. Neema ni moja ya kipawa kizuri ambacho Mungu amepeana kwa wanadamu, na neema ina nguvu. Kuna mambo mengi hatuwezi, lakini neema inatuwezesha. Hallelujah. Praise the name of the living God. So nataka tuangalie nguvu za neema na tuone vile neema ina umuhimu mkubwa katika maisha yetu, hasa sisi ambao tumekubali kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunahitaji neema. Paulo ni mmoja wa watu ama ni mmoja wa watumishi wa Mungu waliopata ufunuo mkubwa sana katika mambo ya roho. Na moja ya mambo aliyoelewa sana ni neema. Amen. Paulo alielewa neema sana na alitaka kanisa waelewe neema ili wasiwe watumwa katika sheria na katika mambo mengine ambayo wanadamu wa kwanza waliyategemea. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Alitaka Wakristo wategemee neema, kuishi maisha yanayompendeza Bwana. Amen. Sio sheria na taratibu, alitaka tutegemee neema. Amen. Maana wakati mwingine sheria zinatuzuia. Praise the name of the living God. Lakini neema ya Mungu inatusaidia hata wakati tunakosea. Neema bado inatuinua na inatusaidia kuendelea. Amen. Praise the name of the living God. Wakati wa sheria watu waliuawa, maana wengi walishindwa kutimiza sheria. Wengi walishindwa kutimiza those do's and don'ts. Hallelujah. Sasa Mungu akafungua mlango mwingine unaitwa mlango wa neema. Amen. Praise the name of the living God. Na tunahitaji kuingia na kutumia mlango wa neema katika maisha ya kila siku. Amen. Neema ndio inabadilisha hali zetu. Neema ndio inatusaidia kushinda dhambi. Neema ndio inatusaidia kuzaa matunda yanayomletea Mungu utukufu. Amen. Neema ndio inatusaidia kutumikia Jehova. Hallelujah. Praise the name of the living God. Ili uwe na amani kama Mkristo, unahitaji kuelewa the grace of God. Amen. Praise the name of the living God. Paulo alielewa neema na mara nyingi aliombea kanisa ya kwamba neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na iwe pamoja nani. Amen. Aliwatakia watu neema, maana alijua tunaishi majira ya neema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuko majira ya neema. Na neema ndio inahitaji kubebe katika wokovu huu. Neema ndio inahitaji ikuwezeshe na ibadilishe maisha yako katika wokovu huu. Amen. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. So Paulo aliongea sana mambo ya neema. Hata anamwambia Timotheo, be strong in the grace of our Lord Jesus Christ. Amen. Be strong in the grace. Maana hiyo neema ndio ikafanya ufike mbinguni. Amen. Praise the name of the living God. Ambia jirani, wachilia nguvu za neema zifanye kazi maishani mwako. Si umwambie vizuri, mwambie wachilia nguvu za neema zifanye kazi kwa maisha yako. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndio una ruhusa ya kuruhusu nguvu za neema zifanye kazi kwa maisha yako. Amen. Usiporuhusu nguvu za neema, utang'ang'ana, utastruggle
akili zao kutembea na Mungu. Lakini Mungu ameprovide njia ya wewe kufaulu katika wokovu. Amen. Na hiyo njia inaitwa neema. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Paulo hakuwa mtu mzuri. Tunajua story ya Paulo. Alikuwa muuaji. Alikuwa mtu ambaye alimtoa Wakristo kwenye makanisa akiwaua. Na wakati alikuwa anaenda Dameski, Mungu akamtokea na akasikia sauti ya Bwana. Amen. Na akakubali wito. Na maandiko yanasema maisha yake ikabadilika. Amen. Na baadaye anaandika maneno haya ambayo ndio msingi wa ujumbe wangu. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 9 na 10. Hii ndio msingi wa ujumbe wangu. Wakorintho wa kwanza, 1 Corinthians chapter number 15. The power of grace. Tukielewa nguvu za neema, hatutashindwa kumtumikia Bwana. Unapoambiwa tumika, utatumika. Maana utakubali neema ikusaidie. Amen. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kuwa kwa Kiswahili. The power of grace. That's why utakana usidharau mtu kanisani. Akielewa nguvu za neema, anafanyika baraka. Amen. Anaweza onekana ni mtu hivi, lakini akielewa the power of grace, anafanyika baraka kwa maisha ya watu. Hallelujah. Analeta impact kwa maisha ya watu. Praise the name of the living God. Maana anaelewa uwezo wa neema unaowezesha mwanadamu. Amen. Tusome wote. Maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuitwa mtume, kwa sababu naliudhi kanisa la Mungu. Sikia Paulo anasema, I am not one. Sistahili kuwa mtume, sistahili kuwa mmoja wa ufalme huu wa Mungu. Mimi niliudhi kanisa, nilitesa kanisa. Amen. Historia yangu sio mzuri. Praise the name of the living God. Angalia nimwambia haijalishi historia yako. Ukikutana na neema, utaleta utofauti. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Paulo alikuwa na historia mbaya. Alikuwa muuaji. Ilikuwa watu waliposikia ameokoka, akaingia kanisa, walikuwa wanatoroka. Amen. Hakuna mtu alikubali kukaa karibu na Paulo, maana alifikiri Paulo anajifanya. Praise the name of the living God. Lakini ukweli ni kwamba Paulo aliokoka kweli kweli. Amen. Na neema ikamshika. Haleluya. Ukali wake wote ukatulizwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukali ukatulizwa na neema. Akawa mtu mpole. Akawa mtu ambaye ni mnyenyekevu. Akawa ni mtu ambaye watu wanaweza mpokea na wabadilisha maisha yao. Amen. Praise the name of the living God. Naomba neema zifanye kazi kwa maisha yako katika jina la Yesu. Praise the name of the living God. Uweze kuwa baraka kwa kanisa. Uweze kuwa baraka kwa jamii yenu. Uweze kuwa baraka kwa society. Unahitaji the power of grace working in you. Amen. Nguvu za neema ziwe zinafanya kazi ndani yako. Hallelujah. So Paulo anasema mimi sistahili. Mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuitwa mtume, kwa sababu naliudhi kanisa la Mungu. Verse 10, very important. Verse 10. Tusome verse 10 wote kwa nguvu. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa sio bure. Usiache neema ya Mungu ikuwe bure juu yako. Mwangalie mwambie usiachilie neema ya Mungu ya bure juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Wacha ikusaidie kuwa mtu mzuri
itanibadilisha. Neema ya Mungu itaniinua. Kwa maana wewe na wewe asikie, mwambie usinidharau leo. Usinidharau sina nguo nzuri. Usinidharau sijui kuongoza ibada. Usinidharau sijui kuhubiri. Nategemea neema. Na neema itazidi kunibadilisha. Itazidi kunisongesha. Na siku ya masiku utakuwa unatoa story. Hallelujah. Praise the name of the living God. Anasema niko jinsi nilivyo kwa sababu ya neema. Praise the name of the living God. Na anasema neema hii haikuwa bure. It worked in my life. Watu wengi hawajakubali neema ifanye kazi kwa maisha yao. Bado wananengana na akili zao na nguvu zao. Ukimwambia ubiri, anasema pastor najua mimi siwezi. Wewe mpendo kuna neema. Yaani ndio kwenda grace. Haleluya, jina la grace. Kwenda grace. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewa, mwambie vizuri, mwambie kuna neema. Kuna watu wengine ukiwaambia waongoze wanaepa. Wacha kuepa, kuna neema. Wewe kuja tu utetemeke na uache neema ikusaidie. Uache neema ikuhudumie. Haleluya. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Unajua sisi tunakuwa wajasiri sana. Ni neema. Tukiona na kuruma hivi sasa. Unajua ni neema. Haleluya. Unakuja tu na unajisikia kwa neema. Amen. Unakuruma kwa watu wanasema, "Pastor Maina, neke." Ukiondoka unatumia. Maana ni neema inafanya kazi. Sio Maina, ni neema. That's why unapopewa opportunity, unapopewa nafasi, ziachilie kwa neema. Amen. Praise the name of the living God. Utashangaa. Hallelujah. Tasikia watu wasema na ulikubariki sana. Ukalikuwa ni wabariki aje. Maana neema ilikuwezesha. Tingiza tuombe kuna neema ya kuweza mambo yote. Kwa maana ndio wewe mwambie kuna neema ya kuweza mambo yote. Hallelujah. Kuna neema. Amen. Praise the name of the living God. Wakati mwingine unapitia hali mpaka watu wanakuhurumia, lakini kukiwa na neema, haleluya, wewe ni wa kutokea. Amen. Praise the name of the living God. So Paulo anasema lakini, tusome hapo. Yaani story yake inabadilika. Anasema lakini hata kama nilikuwa mdogo, hata kama nilikuwa sistahili, hata kama niliudhi kanisa la Bwana, lakini neema ya Mungu. Amen. Lakini neema ya Mungu. Praise the name of the living God. Tusome tena. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalidhiri sana kufanya kazi kupita wao wote, kina Petro, kina John, kina Thomas, kina nani. Mimi niliwapita wote, na anasema sio mimi, ni neema niliyokubali inisaidie. Amen. Haleluya. Unaonekana wewe ni wa mwisho. Nimefurahi leo kuona watu wa darasa la mwisho wote wako kwa ibada. I was happy to see them. Hallelujah. Tushangilie Bwana kwa sababu ya watu wao. Praise the name of the living God. Ni Elisha tu sijamwona. Sijana Elisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hata nyinyi ambao mmekuja mwisho, wapendwa, neema ipo. Msiogope. Kubali neema iwasaidie. Hallelujah. Praise the name of the living God. Maana inasema walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Ni wakati neema inafanya kazi katika maisha yao katika jina la Yesu. Haleluya. Paulo anasema nilishinda wale wengine waliotembea na Yesu, waliona miujiza ya Yesu, lakini kwa sababu walikuwa na hukumu, wale walikuwa wanashikwa na sheria, mimi nilijiachilia kwa neema. Amen. Nikakataa sheria. Haleluya. Nikajiachilia kwa neema. Amen.
Bishop, wacha unafiki. Yaani ndio kuna na hiyo jamaa hapo leo maana ni mkuu wa sheria. So neema alikuwa anazuia neema. Lakini Paulo anabeba wa mataifa, anawapeleka mpaka Yerusalemu na Waisraeli, mpaka anataka kupiga mawe. Hata ili siku moja akairishe Timotheo kwa sababu ya Wayahudi. Lakini si kwa sababu ya kwenda mbinguni. Hapana, mtaige ile kwa mbinguni. Alimtaiki kwa sababu ya Wayahudi. Wanaweza sisi maana hao walishika sheria. Amen. Walishika taratibu, walishika mambo yale ya desturi na mambo waliokuwa wamefundishwa na babu zao. Amen. Wakasahau kuna kitu mpya kimekuja. Kinaitwa neema. Nimekuja nikwambie kuna kitu kipya kinafanya kazi. Kinaitwa neema. Haleluya. Hicho kitu kipya ndio kinapeleka watu juu. Amen. Hicho kitu kipya ndio kinabadilisha maisha ya watu. Inakuwa na ladha. Haleluya. Praise the name of the living God. Leo kila mtu anapenda maandiko ya Paulo. Mtu ambaye alikuwa hana ladha, mtu ambaye alikuwa si wa maana alikuwa muuaji. Lakini anasema lakini neema. Angalia jina mwambie lakini neema inabadilisha. Haleluya. Turudie mstari wa 10. Maana that is very important to me. Inasema nini? Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Angalia jirani mwambie hata mimi ni neema. Ndio maana wewe mwambie ukiniona hapa ni neema. Mwambie ukiniona hapa sio ujanja wangu. Mwambie ukiniona hapa sio akili yangu. Mwambie ukiniona hapa si kwa sababu ninajua kuomba sana. Ni neema ya Jehova imenishikilia, imenipigania, imenilinda, imeniwezesha. Na leo niko hapa. Hata mahali ninaenda, neema inaendelea kunipeleka. Amen. Praise the name of the living God. Ni neema. Hallelujah. Na usisahau ni neema. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. Inasema lakini neema ya Mungu imenifanya jinsi nilivyo leo. Praise the name of the living God. Tuendelee nasema nini? Na neema hiyo yake iliyo kwangu ilikuwa si bure. Bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Wala si mimi. Bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Amen. Yaani hata nikienda kwa kazi ni mimi na neema. Haleluya. Hata nikikuja kusimama kuhubiri ni mastermind na neema. Amen. Praise the name of the living God. Sana mtu haifai mwambie pokea neema zaidi. Pokea neema zaidi. Sana mtu haifai mwambie pokea neema zaidi. Haleluya. Paulo anasema mbali sio mimi. Ni neema ya Mungu pamoja nami. Hallelujah. Ni neema ya Mungu. Praise the name of the living God. Wakati mwingine huwa naangalia maisha yangu na nasema kweli kama sio neema ya Mungu, mimi sijui ningerogotwa wapi. Praise the name of the living God. But the grace of God pamoja na mimi imenifanya jinsi nilivyo leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji neema. Na hii neema imeshakuja. Kila unahitaji ni kuwa connected every day to the grace of God. Amen. Kila siku you must be connected to the grace. Kila siku. Usikubali kukaa bila neema. Kila siku unganika na neema. Hallelujah. Hata kama kuna mashida unapitia, ukiwa na neema utatoboa. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Ukikosa neema utaangamia. Amen. Praise the name of the living God. Tusome na Biblia katika kitabu cha Wakorintho wa pili 12 mstari wa 9. Paulo alikuwa na shida na akamlilia Mungu. Tunaweza rudi hapo juu kidogo verse 7. Verse 6. Tusome. Maana kama ningetaka kujisifu
kwa sababu nitasema kweli, lakini najizuia ili mtu asinihesabie zaidi ya hayo ayaonayo kwangu au kuyasikia kwangu. Yaani Paulo alikuwa ameinuliwa na anaambia watu, mimi naweza kisifu. Naweza jigamba hata vile mnasema, lakini sitaki kuwa mpumbavu. Nataka kuridhika tu, watu wanione vile nilivyo. Haleluya. Ili wasiwe na maneno zaidi ya yale wanayoona na kuyasikia kutoka kwangu. Praise the name of the living God. Anaendelea kusema nini? Tusome. Na makusudi nisipate kujisifu kupita kiasi kwa wingi wa mafunuo hayo, nalipewa mwiba. Nalipewa mwiba katika mwili, mchunga wa shetani, ili afanye nini? Anipige, nisije nikajivuna. Kuna vitu vingine Mungu anaruhusu kuzuia usijivune. Haleluya. Kuna matatizo Mungu anaruhusu tuwe kwa maisha ndio ugundue wewe ni mtu kama watu wengine. Haleluya. Wewe ni mtu kama watu wengine. Praise the name of the living God. Paulo alikuwa amepata maufunuo mingi sana ya kiroho. Alikuwa na siri nyingi za mbinguni. Na Mungu akaona ni kama Paulo anaweza jigamba na afanye watu wamwabudu yeye badala waniabudu mimi. Amen. Akamwekea mwiba katika mwili wake. Na hiyo mwiba anasema ni mchumbe wa shetani. Praise the name of the living God. Na kazi yake ni kupinga. Bwana Yesu asifiwe. Unanielewa? Bwana asifiwe. Na kazi yake ni kupinga nisije nikajivuna kupita kiasi. Angalia tena mimi usijivune kupita kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Ni hatari kwa macho ya Mungu. Wakati unajisifu kupita kiasi mpaka unataka kuonekana wewe ni more than human being, wewe ni zaidi ya wanadamu, it is dangerous. Hallelujah. Lazima kila wakati tunakumbuka you are just a human being. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio Mungu anaruhusu tunakuwa na maudhaifu mbalimbali kwa maisha yetu, ili kila wakati tukumbuke sisi ni wanadamu. Lakini Paulo hakufurahia hii kitu. Hakufurahia, hata mimi sifurahia. Sasa ile ninaumia. Sasa ile napitia mambo magumu. I'm not happy. Hallelujah. Hallelujah. Lakini God allows, maana anajua kutuwekea kidhibiti mwendo. Unaitwa kidhibiti mwendo. Mwaisikia Kiswahili? Wanaweza sema kidhibiti mwendo. Maana Mungu hataki uende kupita kiasi. Sasa anasema nini? Paulo akafanya nini? Some hiyo mstari. Wapi ya kitu hicho? Na nimsihi Bwana. Mara ngapi? This man was serious. Lazima kitu inyacho. Amen. Siwezi endelea kuteseka hapa. Mimi ni apostle. Hallelujah. Kwa nini niendelee kuwa na shida kama hii? Akaomba mara 3 akasema, Jehova, ninaomba katika jina la Yesu, hii kitu iniondokee. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mara 3. Alafu what happened? Kinitoke. Mstari wa 9. Hiyo ndio nataka ushike. Mstari wa 9. Naye akaniambia. Alisema nini? Ukitaka kumwambia hata kwa hiyo hali nakutia neema inatosha. Zaidi na hata kungangana na vitu viondoke. Just accept the grace. Ikubebe. Amen. Paulo aling'ang'ana mara 3 akisema iende, ishindwe, nimeikuja, nimeilaani. Mungu akamwambia wewe ingawa na neema yangu inakutosha Bwana. Praise the name of the living God. Ni mambo gani tunang'ang'ana nayo? Na kumbe Mungu ameleta tu ikufundishe na ikusaidie kusonga the next level katika maisha yako. Amen. Praise the name of the living God. Lakini na spend a lot of time there. Badala ya kugeuka useme Mungu wacha neema yako inisaidie kwa hali hii ninayopitia. Akaambiwa na Mungu, neema yako ya kutosha, maana uwezo wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu na furaha nyingi, ili uwezo wa Kristo ukae juu
yangu. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. So Paulo alikuwa na udhaifu katika maisha yake, na hiyo udhaifu ilimsumbua. Alitaka kuona ya kwamba imemuondokea. Praise the name of the living God. Lakini maandiko yanasema Mungu akamwambia, neema yangu ya kutosha. Geukia mtu mwambie, neema inatosha hata sasa. Hallelujah. Neema yangu inakutosha. Praise the name of the living God. Nataka uandike mambo haya. Number 1, grace is the gift of God. Grace is the gift of God. Neema ni kipawa kutoka kwa Mungu. Amen. Na anapea watu wake kwa ukarimu pasipo kuwakemea. Praise the name of the living God. Grace is the gift of God. Praise the name of the living God. Na Mungu anapea watu wake kwa sababu anajua kuna mambo mengine yeye hataondoa, lakini neema yake atataka iwasaidie. Amen. Samahani leo. Nasikia hiyo mic inashika kama inashika mwingine mwingine na mimi sitaki mwingine na mwingine. Nataka mwingine peke yako. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So neema ni kipawa ambacho Mungu anapeana kwa mtu ama kwa watu ili waweze kufaulu katika maisha ambayo wanataka waishi. Lakini grace, the power of grace, ikamhifadhi akaishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hakustahili aje kwa Zakayo. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Zakayo hapo mtu. Unajua hata kuna mahali leo nikiingia mtasema huyu ni pastor wetu kweli, akapasa ni hapo chini. Mungu ndiye ameingia. Sasa Yesu aliingia kwa Zakayo, watu walipiga kelele. Wakauliza, kwani anaingiaje kwa mtu kama huyu? Haleluya. Anaingiaje kwa mtu kama huyu? Huyu ni mwizi. Huyu ni mnyang'anyi. Huyu jamani mbaya. Yesu asema, lakini Yesu anasema hapana. Kila mtu ana nafasi ya kuhudumiwa na neema. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anaingia kwa Zakayo na maisha ya Zakayo yanabadilika kwa sababu ya neema. Amen. Ingekuwa ni sheria na mambo ambayo watu hufanya na hawafanyi, Zakayo alikuwa astahili. Haleluya. Maana alikuwa mtu mbaya. Amen. Lakini neema ya Bwana ilimfikia. Praise the name of the living God. Na maisha ya Zakayo ikaokolewa na ikabadilishwa. Haleluya. Kwa sababu ya nguvu za neema. Amen. Nimesema ni kibali usichostahili. You don't deserve it. Haleluya. Lakini Mungu anakupea tu. Praise the name of the living God. Number 3, grace is the divine ability from God. Grace is the divine ability from God. Neema ni uwezo wa kiungu unaotoka kwa Mungu. Kuna mambo Mungu anajua hauwezi. Kusamehe watu hauwezi. Kutumika kwa nyumba ya Mungu hauwezi. Sasa ameachilia divine ability ili uweze. Amen. Haleluya. Na ndio nafikiri Paulo anaandika katika kitabu cha Wafilipi 4:13. Wafilipi 4:13. Wafilipi 4:13. Unajua inasema nini? Ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Amen. Na hiyo nguvu ni neema. Haleluya. Praise the name of the living God. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Ninayaweza yote katika hiyo nguvu zinazoletwa na neema. Amen. Ninaweza kusamehe. Haleluya. Ninaweza kuomba. Ninaweza kuwa mtakatifu. Ninaweza kujitolea kwa Bwana kwa sababu ya neema. Amen. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Paulo alijua na anaambia kanisa, ninayaweza mambo yote. Na ujua hapo ndio alikuwa anaongea kuhusu njaa, shida. Na anasema hiyo mambo yote ninaweza kupita ndani yake kwa sababu ya neema. Haleluya. Hey, haleluya. Hey, haleluya. Angalia tena nimwambie unaweza yote ukiwa na neema ya Mungu. So mwambie vizuri, mwambie unaweza yote. Mwambie hata kama kuna watu leo wanakuchukia, unaweza kustahimili kwa neema ya Mungu. Amen. Sio lazima uombe vibaya.
machukizo yao. Na ufurahi tu ukimtukuza jina la Bwana. Na baadaye watu hao washangaa wauliza na huyu mtu tumemchukia na aishi. Unajua mnashangaa watu wengine, unachukia mtu na bado anaendelea. Sio tu ubadilishe tu fikirio unamchukia, ni mzoaje niache kumchukia. Maana hata kumchukia kwa haiangushi maisha yako. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neema ni uwezo wa kiungu utokao kwa Mungu. Uwezo. Kuna mambo Mungu anajua hauwezi. Kuna mashida Mungu anajua bila uwezo wake utaangamia kwa hizo shida. Haleluya. Kuna mavika Mungu anajua bila uwezo wake vitakushinda. Amen. So ameachilia hiyo uwezo wa neema ili wewe utakapojikuta kwa hizo hali uweze kuendelea, uweze kusimama, uweze kushinda. Amen. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Number 4, grace works through faith. Neema hufanya kazi kupitia imani. Neema hufanya kazi kupitia imani. Kama unataka neema ya Mungu ikusaidie, lazima uambatanishe na kitu kinaitwa faith. Amen. Praise the name of the living God. Maandiko yanasema tumeokoka kwa neema kwa njia ya imani. Amen. Neema imeleta wokovu, lakini ili wokovu uonekane tumeamini. Amen. Praise the name of the living God. Neema hufanya kazi kwa njia ya imani. Hallelujah. That's why maandiko yanasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Praise the name of the living God. Lazima uamini. Bwana asifiwe. Ambia jirani lazima uamini. Kama neema zitakusaidia. Mwambie kama neema itakusaidia, you have to believe in God. You have to believe in His word. Hallelujah. You have to believe in His help. Praise the name of the living God. Maana usipoamini neema haitafanya kazi, na kwa hivyo itabidi wewe ujifanyie kazi. Unajisikia? Ukikataa kuamini, neema haitafanya kazi, na neema ikikosa kufanya kazi, itabidi wewe ujifanyie kazi. Ili utoke na ushinde hali ambayo uko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Grace works through faith. Jambo la mwisho nataka uelewe kuhusu neema. Grace can increase or decrease. Neema inaweza ongezeka ama ipungue katika maisha yako. Neema inaweza ongezeka kulingana na ile environment unajiweka. Amen. Ama inaweza kupungua kulingana na environment. Hallelujah. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna watu unakujua kwa wakati fulani walikuwa na neema sana kwa mambo fulani, lakini leo imepungua kwa sababu nao walijiexpose kwa environment fulani. Amen. Ika affect the grace. Hallelujah. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. Kama ulipenda sana kuomba, alafu ujikuta sasa umeanza kupenda kuwatch movie na vitu vingine sana, unagundua ile grace inadidimia pande hii. Amen. Bwana Yesu asifiwe. The grace ya maombi inadidimia na unakuta mambo haya mengine yanakutawala sasa. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ndio ukienda jirani muulize, unaona kama neema inaongezeka kwako ama inaendelea ikipungua? Unaona? In fact, Wakristo wakikaa sana kanisani, neema huwa inapungua. Wakiokoka hivi wanakuwa na neema nyingi. Hata wanatukana wanasema, mimi nimeokoka. Lakini wote wakae kanisani, unatukana nani? Unatukana nani? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakati watu wanaokoka, wanaelewa mawazo, wanajua tu Mungu anakuja, tunaenda mbinguni sasa, anakaa vizuri. Haleluya. Lakini wanakaa miaka 5 wanakujua bado hatujaenda mbinguni. Kumbe bado tubaye. Bwana Yesu, unaona neema inaweza kupungua katika maisha yao. Amen. Maana roho ya ukawaida imewaingilia. Amen. Roho ya ukawaida ikikuingilia ina decrease the grace of God in your life. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Angalia jirani, mwambie kemea roho ya ukawaida katika maisha yako. Mwambie itakula neema. Roho ya ukawaida itakula
Bwana asifiwe. Roho ya ukawaida inamaanisha neema. Nimesema grace can increase or decrease in your life depending on the environment ambayo unajiexpose. Hallelujah. Hey, hallelujah. Kuna watu walikuwa mnaishi vizuri, maisha safi, lakini ulianza kujiexpose kwa mambo fulani na umeanza kuwa mtu wa hasira, umeanza kuwa mtu wa tabia mbaya, umeanza kushindwa kuishi maana ulijiexpose to a certain environment. Amen. So it affected the grace in your life. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mimi tusome kitu kuhusu hiyo katika kitabu cha Waebrania 12 mstari wa 15. Inasema na tuangalie mtu asipungukiwe na neema. Haleluya. Maisha neema inaweza kupungua. Neema inaweza kupungua. Unakuta mtu alikuwa anasameheana watu, sasa hawasamehi, amenuna. Anakaa kama KDF, ikauka. Haleluya. Kwa sababu ya watu. Mtu alikuwa watu wanamuongea na bado anakuja kanisani. Lakini baada ya muda unakuta watu wanamuongea akuji tena kanisa. Maana neema imepungua. Neema imepungua. Praise the name of the living God. Tusome hapo inasema nini? Ukiangalia sana. Hai, tusome wote. Ukiangalia sana. Mtu asipungukie neema ya Mungu. Shida la uchungu. Wote waombe. Lisije likachipuka na kuwasumbua na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Amen. Wakati unapungukiwa na neema, unakuwa mshida kwa watu. Unakuwa kikwazo kwa watu wengine. Amen. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anapoandika kanisa anasema angalieni mtu asipungukiwe na neema ya Mungu. Amen. Shida la uchungu lisije likachipuka na maombi yanazaliwa wakati neema inapungua kwa maisha yako. Revenge. Ukiona umeanza kuwa mtu wa revenge, just understand grace imepungua kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bitterness. Uchungu usiokuwa na kiasi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Angalieni shina la uchungu lisija. Second Peter, not Second Corinthians. Verse 18. Ndio uone neema inaweza ongezeka ama ifanye nini? Ipungue. Ambia jirani neema inaweza ongezeka ama ipungue. Na mimi nime-experience hata mimi. Siwahubiri hata mimi nime-experience. Haleluya. Naona kuna wakati neema imepungua kabisa. Maana wakati gani tunajiexpose kwa teachings zingine za watu na inafanya ile neema tulikuwa nayo inaisha, inapungua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu tusome inasema nini? Lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Utukufu na yeye. Tusome kwa Kiingereza, tuwekee Kiingereza please. But grow. Maanisha grace ni ya kugrow. Na ni pia inaweza pungua. Inasema nini? But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Grow. Usiache neema ishuke. Wacha uendelee kuongezeka. Amen. Katika hiyo neema, so that you may be able to fulfill the purposes of God in your life. Amen. Praise the name of the living God. But grow in the grace. Hallelujah. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tukue, neema ikue. Tusikubali neema ikipungukie. Neema ikipungukia kanisa, watu wanaanza kuchukiana ndani ya hiyo kanisa. Watu wanaacha kusaidiana ndani ya kanisa. Wakati neema imepungua. Amen. Lakini neema ikiwa ndani ya kanisa, watu wanabebeana mizigo. Haleluya. Watu wanapendana, watu wanaombeana. Amen. Watu wanajali mmoja na mwenzake. Amen. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio Paulo aliombea kanisa
Nimepungua kwa hiyo kanisa. Maana ukirudi nyuma kwa historia, utagundua kuna siku walikuwa naomba pamoja na tukaongoza hapa wimbo ya kwamba tutakubatiana. Unakumbuka? Haleluya. Niliona wazee wakubatiana. Wazee ni kile. Wazee, ndio mimi sikuona mkikubatiana. Nasikia tungaza tutakubatiana. Naona tu wazee wazee. Bwana asifiwe. Na neema ikipungua, unagundua kuna mambo mengi mabaya yanachipuka kwa kanisa, kwa maisha ya mtu binafsi, kwa ushirika. Praise the name of the living God. Na waombea nguvu za neema katika jina la Yesu. Na waombea nguvu za neema katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako, mwambie Bwana, ninaomba neema hii uzidi kuwa pamoja nami katika jina la Yesu. Na ili nizidi kuendelea, nizidi kustawi, nizidi kuishi maisha yanayokuletea utukufu. Inua mikono, mwambie Bwana, ninaomba neema yako uzidi kuwa pamoja nami kama vile nilivyobadilisha maisha ya watu wengine waliotutangulia. Neema hii ikazidi kunisaidia, ikazidi kunibadilisha, ikazidi kuniwezesha. Just lift up your head and pray that the grace of God will continue to be with you, that the grace of God will continue to work upon your life. In the name of Jesus. Kuna ushindi wakati neema inakushughulikia. Kuna nguvu wakati neema inafanya kazi katika maisha yako. Kuna baraka wakati neema iko juu ya maisha yako. Omba ya kwamba neema ya Bwana itazidi kuwa pamoja na wewe. Hautaenda peke yako, hautafanya mambo kwa nguvu na uwezo wako pekee. Neema ya Mungu
shandala babo, rakama sandala babo sai, rekama yandala babo zika, rekebezika yandala babo zira. Yes, in the grace of God is sufficient. Neema ya Bwana inatosha. Neema ya Bwana, neema ya Bwana. My God, my God, my God. Tazama wazee na wadada waliofika na vijana na mahitaji yao. Ninawaombea katika jina la Yesu. Jehova watende, Jehova ingilia kati, Jehova onekana. Neema yako na ishuke, wakaone matendo yako juu ya hali zao walizoleta kwenye madhabahu asubuhi ya leo. Kilio chao kikafika mwisho, huzuni yao ikafika mwisho, hali zao Bwana zikabadilike kwa nguvu za neema yako katika madhabahu ya mchana wa leo. In the name of Jesus, in the name of Jesus, pokea baraka ya Bwana, pokea ushindi wa Bwana, pokea majibu ya mahitaji yako, pokea majibu ya mahitaji yako, pokea breakthrough in the name of Jesus. Kwa neema ya Bwana itendeke, itendeke, itumainiwa kwa madhabahu haya. Jehova ingilie kati, Jehova ingilie kati, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Shandala babo, nataka ufunge macho yako, inua mikono yako. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, wewe ni Mungu ambaye ni mwaminifu. Neno lako linasema katika Wakorintho, unaweza kutukirimia neema yote ili tukaweze katika mambo yote. Bwana, watu wako wamekuja na mahitaji mbalimbali na tumeona kuna nguvu za ushindi katika neema yako Bwana. Ninaomba nguvu za ushindi juu ya hali zote ambazo umeleta kwa madhabahu haya, ikaonekane katika maisha yao, wakaimbe wimbo mpya, wakawe na ushuhuda mpya. Umeponya magonjwa yao, umeondoa aibu zao, umepigana vita yao, umepanguza machozi yao, umechukua mizigo yao katika jina la Yesu. Kila neno na kila hoja ambayo imeletwa kwa madhabahu haya, ninaomba Jehova unaingilia kati in the name of Jesus, na watu hao wanatoa ushuhuda ya kwamba walipokuja kwenye madhabahu, wewe Bwana ulitenda. Asante kwa kuwajalia, asante kwa kuwatendea, asante kwa kuwapa ushindi. Jina lako litukuzwe. Kwa jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Tumshangilie Bwana vizuri tunaporejea. Neema ya Bwana na iwe pamoja na wewe. In the name of Jesus. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. There is power in the grace of God. Hallelujah. Doesn't matter the situations in our life. Mungu ametupea kipawa cha ajabu. Hallelujah. Na naomba hiyo kipawa ya neema izidi kukuhudumia.